Kwa majina naitwa Winnie Elia White, afisa lishe kutoka jiji la Dodoma. Leo hii tuko mtaa wa Mbuyuni, kata ya Kizota. Tunafanya maadhimisho ya siku ya afya na lishe ya mtaa wa Mbuyuni. Siku ya afya na lishe ya mtaa huwa inafanyika mara moja kila baada ya miezi mitatu. Kila baada ya miezi mitatu mtaa unatakiwa kufanya maadhimisho haya, na leo tuko hapa Mbuyuni. Kabla hatujafika mbali, tungeweza kuongelea makundi ya chakula. Tuna makundi 6 ya chakula. Makundi haya ndio ambayo yanakuja ukiweza kuyala vizuri, yataweza kukusaidia kupata lishe bora baada ya kufanya nini? Baada ya kufyonzwa na kutumiwa na mwili. Kundi la kwanza ni kundi la nafaka, mizizi na ndizi mbichi. Kundi la pili ni kundi la jamii ya wanyama. Jamii ya wanyama hii tutapata nyama zenyewe kutoka kwa wanyama pamoja na product ambazo zinapatikana kutoka kwa hao wanyama. Lakini pia bila kusahau samaki pamoja na dagaa. Ambapo kwenye hili kundi linasaidia kufanya nini? Kujenga mwili. Kundi la tatu ni vyakula ambavyo vinatokana na jamii ya kunde pamoja na mbegu za mafuta. Kwenye kunde ni zile jamii za kunde zote ambazo tunazifahamu. Kundi lingine ni kundi la 4, ambalo hili kundi la 4 ni kundi la matunda. Ni matunda yote ambayo sisi tunayafahamu, ikiwepo pamoja na nini? Na limao. Kundi la 5 ni kundi la mboga. Ni mboga za majani zote ambazo tunazozijua, ikiwemo pamoja na carrots. Kwa mboga za majani zote ambazo tunazipanda au zile ambazo tunanunua. Na hapa kwenye mboga za majani ndipo tunahamasisha jamii pia iweze kuwa na bustani ndogo pale katika kaya zetu, ili iweze kutupunguzia gharama za kwenda kununua hizi mboga. Kama hauna eneo, tuna maafisa kilimo katika kata ambao wanafundisha jinsi ya kutengeneza bustani kiroba, ambayo yenyewe hiyo inahitaji eneo dogo, lakini pia inatumia maji kidogo kwenye kufanya nini? Kwenye kumwagilia. Kundi la mwisho ni kundi la 6, ambalo ni kundi la mafuta salama, ambapo hapa tunashauri au tunahimiza matumizi sahihi ya mafuta ambayo yanatokana na mimea. Na tukisema matumizi ya mafuta, tuna maana kwamba tukisema matumizi ya mafuta ya mimea kwamba tutumie kwa kiasi kingi. Tunashauri tutumie mafuta ya mimea, lakini kwa kiasi kidogo ambacho kinahitajika, na sio kutumia mafuta mengi ili kuondokana na magonjwa ambayo sio ya kuambukiza kama vile pressure na magonjwa ya moyo. Umuhimu wa kuzingatia lishe bora hasa kwa watoto itatusaidia kuondokana na tatizo zima la utapiamlo. Kwa sababu utapiamlo unatokana na ulaji mbovu au kutokuzingatia lishe bora kwa nani? Kwa mtoto. Na ndio maana hata tunapofundisha hapa tunahimiza kwamba tuzingatie yale makundi 6, ambapo mtoto akipata makundi 6 itamsaidia aweze kuwa na lishe bora. Lakini pia ukiwa na lishe bora itamsaidia mtoto asipatwe na magonjwa ya mara kwa mara. Kwa hiyo hata mtoto asipoumwe, na maana hata uchumi wa pale nyumbani utaweza kuwa ni imara, na pesa itakayokuwa inapatikana haitakuwa inatumika kwa ajili ya kwenda kumtibia mtoto. Lakini pia kwa sababu usipokuwa na lishe bora, tunasema kuna udumavu wa akili na udumavu wa kimwili. Mtoto asipokuwa na lishe bora ni vigumu kufundishika. Rai yangu kwa wazazi, natoa rai kwamba wazazi tuzingatie na tuwe makini kwenye ulishaji wa watoto. Na changamoto kubwa tunaamini kwamba sisi wazazi kwamba vyakula vizuri vinapatikana kwa wale matajiri tu. Tunasahau kwamba sisi wenyewe ili uweze kumtengenezea mtoto lishe bora, tuna uwezo wa kutumia vile vyakula ambavyo vinapatikana kwenye jamii zetu. Vile vyakula ambavyo vinapatikana kwenye jamii yetu, na vyakula vipo Dodoma. Yaani Dodoma hatuna shida ya chakula. Kama ukikosa matunda hayo mengine, tuna ukwaju, tuna ubuyu huko hapa Dodoma. Tuna mazabibu yanapatikana hapa. Tuna mahindi. Vyakula vile ambavyo tunavyopata hapa katika maeneo yetu ndio tuvitumie ili tuweze kuondokana na tatizo uzima la udumavu au utapiamlo.